sura ile ya 14 mstari wa 6 mpaka wa 7. Zekaria 14 mstari wa 6 mpaka wa 7. Tena itakuwa siku hiyo ya kwamba nuru yake haitakuwa na mwangaza na kiwi, lakini itakuwa ni siku moja iliyojulikana na Bwana, si mchana wala si usiku, lakini itakuwa ya kwamba wakati wa jioni kutakuwako na nuru. Bwana ongeze baraka katika kusoma neno lake. Tuketi. Na wasalimu katika jina la Bwana Yesu Kristo. Kokote mnakonisikiliza, iwe ni kwenye television, iwe kwenye YouTube, popote mnakotusikia, na wasalimu nyote na hapa ndani pia katika jina la Yesu Kristo. Tutakwenda kuzungumza siku ya leo kuhusu mjumbe wa jioni. Mjumbe wa jioni. Mjumbe wa jioni. Kama kuna mjumbe wa jioni, ni lazima mtu huyo awe na ujumbe wa jioni. Tunasikia vizuri eh? Kama tunampata mjumbe wa jioni, basi lazima, hawezi kuwa mjumbe bila kuwa na ujumbe, basi lazima itabidi awe na ujumbe wa jioni. Kati ya mambo ambayo tunaweza kutembea muda mrefu sana na kanisa hili, washirika wageni, wenyeji wakaja na kadhalika, wakashindwa kuelewa hapa mahali tunaamini nini. Ni lazima tujue kila kanisa lina fundisho lake, madhehebu yana fundisho lao, sisi pia tuna fundisho letu. Amen. Sasa unisikie vizuri, andiko hili kwa wale wa zamani sana tuliokuwa nao mwanzo wa kuanza huduma hapa, mnakumbuka lilikuwa mlango gani? Mnakumbuka mlango gani? Wa zamani waelekeze kama ilikuwa huku kule, tuoneshe kama ilikuwa wapi. Mnioshe kwa uhakika tuone. Mlango huu aliyokaa Shemasi Dennis, palikuwa na andiko pale juu limeandikwa Zekaria sura ya 14 mstari wa 6 mpaka wa 7. Mlango ule ulikuwa na Luka 17. Tufungue. Ilikuwa ni Luka 17. Nitaomba ndugu Eliatosha ni order na kupatia agizo kutoka madhabahuni. Hayo maandiko yatafutiwe, maandishi yabandikwe humo. Hilo andiko na kuzungumzia. Tulikuwa nao wakati kufuta kupiga rangi vikaondolewa. Kifungu cha 26. Anasema, na kama ilivyokuwa siku za Nuhu, ndivyo itakavyokuwa katika siku zake mwana wa Adamu. Walikuwa wakila na kunywa, walikuwa wakioa na kuolewa, hata siku ile Nuhu aliyoingia katika safina, gharika ikashuka ikawaangamiza wote. Na kadhalika kama ilivyokuwa katika siku za Lutu, walikuwa wakila na kunywa, walikuwa wakinunua na kuuza, wakipanda na kujenga. Lakini siku ile Lutu aliyotoka Sodoma, kulinyesha moto na kiberiti kutoka mbinguni, vikawaangamiza wote. 30. Hivyo ndivyo itakavyokuwa siku ile atakayofunuliwa mwana wa Adamu. Amina. Hilo ni andiko la pili. La kwanza tumesoma Zekaria sura ya 14 mstari wa 6 mpaka wa 7. Mwaminio hayo maandiko na yasema, ukiamshwa usingizini unapata uyaseme. Haleluya. Na uyafafanue yana maana gani. Leo tutaanza na mawili, pengine Jumapili ijayo tutamalizia mawili kama tutaweza. Mungu atusaidie. Kama nitaweza nitayasema mawili. Hilo ni andiko la pili. Andiko la tatu ni Ufunuo 10 mstari wa 1 mpaka wa 7.
Amen. Hayo maandiko yalikaa hapa mbele. Ufunuo ilikaa chini ya mwenye ufunuo hapa. Ndugu aliyetosha uangalie vizuri, ilikaa hapa, na Malaki 4 ilikaa hapa. Ndio maandiko hayo ni kama ndio nanga, unapasa uyaelewe. Hapa sisi sio dhehebu, sisi hapa ni wanatai wanakwenda mbinguni. Haleluya! Sisi ni bibi harusi wa Kristo, kipenzi cha Mungu aliye hai kwa wakati wa mwisho. Ni wale wanaamini ujumbe wa Malaki 4. Ufunuo sura ya 10 mstari wa 1 mpaka wa 7 ndio maandiko inabidi wajue, ndio msingi wetu. Kisha na leo malaika wa Bwana yuko hapa. Kwa nini? Ukianza haya mambo lazima atembelee kanisa kwa dhati, sababu hayo sio ya dhehebu. Maombezi hata madhehebu yanafanya, lakini hii unaweza kuponywa bila kuwekewa mikono. Yule malaika wa Bwana yuko hapa. Wangapi naamini hivyo? Unajua, ukitoka nyumbani unaumwa, hata kama ni mgeni, ukikaa hapa, wewe moyo wako weka kwenye neno tu. Ghafla bila kuombewa, huyo malaika anapita kwenye viti kule, atakugusa. Haleluya! Miaka na miaka unaingia kanisani mgonjwa, kuna kasoro mahali fulani. Kama kweli inahubiriwa, lazima pia Mungu afuatilie kweli yake, aithibitishe. Na mahali unapohubiri kweli, nabii anasema malaika wa Bwana atakuwa pale, nguzo ya moto itakuwa pale. Nguzo ya moto sio inakuja kufanya sherehe, nguzo ya moto inaondoa matatizo. Nguzo ya moto inagusa watu na kuwaponya. Unashangaa ulikuja mgonjwa, unatoka mzima. Ulikuwa huwezi kulala, unalala. Haleluya! Kisha nikaona malaika mwingine mwenye nguvu akishuka kutoka mbinguni. Ndio unamzungumzia, ndio huyu hapa. Haleluya! Huyu ndio malaika malaika mwenye nguvu. Eti malaika mwenye nini? Ndio huyu akiitwa kwenye moto hauna nguvu tena. Huyu akiitwa kupigana na adui zako, hakuna adui wa kumshinda. Huyu kama una kazi, anakupa kazi mahali usipostahili. Haleluya! Huyu ndio ananyanyua maskini. Huyu anawafanya watu ambao hawajulikani wajulikane. Mnampenda? Naweza kumshangilia makofi ya nguvu. Sio kumshangilia mchungaji. Patia makofi na nguvu na afya yako ulionayo. Usipige makofi kama mikono inauma. Haleluya! Pokea ponyaji, pokea baraka zake. Haleluya! Amen. Yuko hapa miongoni mwetu sasa. Yuko miongoni mwetu. Amen. Jina la Bwana libarikiwe sana. Tunaongea habari ya ujumbe wetu sasa. Kisha nikaona malaika mwingine mwenye nguvu akishuka kutoka mbinguni, amevikwa wingu. Sema amen, 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 amen. Amevikwa wingu. Hakimu, jaji mkuu, anahukumu kesi na anakutetea kwenye kesi. Haleluya! Shetani akipeleka mashtaka, yeye ni hakimu, kisha ni wakili wako, ni advocate wako, yuko tayari kukuombea msamaha. Haleluya! Huyo tuko naye hapa. Nilimuhisi kwenye chumba changu, nilimuhisi wakati nasoma. Alishuka madhabahuni wakati nabii anafundisha nyakati saba za kanisa, akashuka akaanza kuchora, kutia rangi. Haleluya! Nabii na Mungu wake wakahubiri pamoja. Sisi ni watu wenye majaliwa makubwa sana. Usije hapo kinyonge, niende kanisani, siende. Njoo na shida zako, njoo na matatizo yako.
Huyu mwenye kuwa na wigi hivyo, huyo ana macho ya mwali wa moto. Akiangalia tu shetani hivi mbio, hakuogopi wewe, anamwogopa mheshimiwa huyu mwenye nguvu. Haleluya! Naona amevikwa wingu na upinde wa mvua juu ya kichwa chake. Angalia alivyo, ana nguvu nyingi na ana upinde wa mvua, agano. Haleluya! Sitalisema leo, nayasoma tu haya, tutaenda kimoja baada ya kingine mpaka kieleweke. Haleluya! Anasema na upinde wa mvua juu ya kichwa chake, na uso wake ulikuwa kama jua. Yeye uso wake unapita jua. Jua ameliumba mwenyewe. Aliyeumba jua, ina maana yeye ni mkuu kuliko jua. Ndio maana alipojitokeza tu alifanya hivi. Jua hawezi kulifanyia hivi. Na uso wake ulikuwa kama jua, na miguu yake kama nguzo za moto. Na katika mkono wake alikuwa na kitabu kidogo kimefunguliwa. Sema kitabu kidogo kimefunguliwa. Hiki kitabu Danieli alipenda ajue. Bwana akamwambia kifunge. Hiki ni cha kina Eric, hiki na Branham na watu wake. Hiki ndio kizazi kilichopendelewa. Kuna muda unajilinganisha na madhehebu, hata unatamani uende kule, huna ufahamu. Wewe una dhahabu unakwenda kwenye jiwe. Mitume hawakumjua Yesu, na kama unakaa kanisani umjui Yesu, utahangaika. Utaweka macho kwa mchungaji, utaweka macho kwa ndugu fulani, dada fulani. Usiweke huko, yule pale. Kizazi kilichobarikiwa, Mungu mwenyewe akipigwa picha na satellite. Hii haikupigwa na waaminio. Satellite za Amerika siku aliposhuka zikamchukua picha hii. Ndugu Branham akaletewa, na alikuwa huko, akachukuliwa hapa chini, akaingizwa hapo juu. Sisi hatuna mjumbe wa kawaida, tuna nabii wa kweli aliyethibitishwa. Siendi nje kuhubiri kama mdhehebu, no. Siendi hospitali kuwahubiria watu, no. Wagonjwa watapona. Kwa nini watapona? Tunaenda na malaika wa Bwana mwenye nguvu. Huyu alikuwa na kitabu kidogo. Shida iliyoko kwenye kitabu, majina yote yalikuwa kwenye kitabu, ahadi zote kwenye kitabu, na hicho kitabu kilifungwa kwa mihuri. Nikianza kusema sana nitaanza kukihubiri, ina siku yake. Ndio maana Yohana akaona, wakasema nani anaweza kufungua? Hakuwepo, akaanza kulia. Amen. Alipolia akaambiwa na mzee mmoja, nyamaza, usilie, Simba wa Yuda ameshinda apate kuzivunja mihuri zake. Hakuna jambo linafungwa baada ya mihuri kufunguliwa. Kila kesi inamalizika, kila laana liondolewe. Haleluya! Ndio akaimba ule wimbo, wastahili wewe Bwana, wastahili wewe Bwana, wastahili wewe Bwana. Kweli wastahili, shiriki nami. Moyo wa ujumbe wetu sisi uko kwenye Ufunuo.